Mwasala ni mkazi wa Moshi, Manispaa, mkoa wa Kilimanjaro. Kwenye swala hili la mafuta, kwa upande wa biashara yetu ya bodaboda, limetuaffect sana. Maana kuna abiria alikuwa na shilingi 1000 ambayo labda ilikuwa inamsaidia yeye kufika kazini kwake kwa wakati. Na kipato hicho alichokuwa nacho ndio kilikuwa kinamfanya afike kazini kwake kwa wakati, lakini kwa sasa hivi sehemu ambayo alikuwa anaenda kwa 1000 anaenda kwa shilingi 1500. Sehemu ambayo ilikuwa inaelekea kwa 2000 ataambiwa sasa hivi ni shilingi 3000. Na sisi ambao tunaendesha labda chombo cha mtu ambao tumepewa labda kwa dei au mkataba, kinatuumiza sana. Maana kama mafuta kwa siku unatakiwa umpelekee bosi shilingi 6000. Shilingi 6000. Ingalikuwa huko mafuta ambao kwa shilingi 10000, ukiwa na 10000 unapata lita 2 tu. Rodrick Mushi ni mkazi wa Manispaa ya Moshi. Kama unavyojua tayari bei mpya za mafuta zimetangazwa na gharama za mafuta zimepanda kwa kweli. Sasa tukizungumzia kwa ujumla madhara ya kupanda kwa gharama za mafuta ikiwemo petroli, diesel, mafuta taa, tunajua kwamba ni lazima bei ya vitu vitapanda. Kwa hiyo tukizungumzia bei ya vitu kupanda ni kwamba ni mfumuko wa bei, kwa maana yake ni inflation. Hapa tunazungumzia kwamba mahindi yatapanda, mchele utapanda, sijui sukari, sijui bidhaa zote zile muhimu ambazo ni bidhaa za chakula. Kwa hiyo tujiandae kwa kitu kama hicho. Lakini tukiacha kwenye upande wa bidhaa za chakula, lakini pia huduma lazima zipande, kwa sababu ukiangalia kama ulikuwa unatuma mzigo wako sehemu, unafanya delivery, unafanya biashara, unatakiwa ufanye delivery, ulikuwa unatuma mahali unampa bodaboda shilingi 1000, lakini sasa hivi lazima gharama ya zile huduma zitapanda. Gharama za matibabu zitapanda kwa sababu yule anayekuja kutoa huduma pale naye anatumia chombo cha usafiri. Kwa hiyo vitu kama hivi ni lazima viwepo. Kwa hiyo jamii kama jamii katika kipindi hiki lazima tuwe na matumizi ya lazima sana, ya muhimu au ya lazima. Lakini pia lazima tuhifadhi kile kipato ambacho tunakipata. Mwinjilisti Geoffrey Robert Maro ni mwinjilisti wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kwa kweli hali ya ongezeko la mafuta inatuathiri sana sisi ambao tunatumia vyombo vya moto, na hata kwa wale ambao wanatumia usafiri wa watu wengi kwa maana ya public transport. Kwa sababu leo tena kama Jumatano ya kwanza ya mwezi tumepata ongezeko la zidio la shilingi 295 kwa sisi wa mkoa wa Kilimanjaro, hali ambayo itapandisha kila kitu. Mahali ambapo ulikuwa unaenda kila siku kwa gharama nafuu, gharama zimepanda sana, na jambo hili litaendelea kuumiza sana hasa wananchi wa kawaida kabisa, kwa maana ya nauli zile ambazo zilikuwa hapo awali mwanzoni mwa mwaka huu shilingi 1000, kwa mfano kwa mtu anayepanda bodaboda, zilipanda kutoka 1500 kutoka 1000 mpaka kwenda 1500. Na sasa kwa ongezeko hili jipya ni kama inaonekana kuna viashiria kwamba itafika shilingi 2000. Kwa hiyo kimsingi ni kama watu wengi tutakuwa tunaumia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, rafiki yangu, akaniambia sasa inabidi apaki gari lake aanze kutumia baskeli kwa sababu ya ugumu huo. Na mafuta yanapopanda ni kwamba kila kitu ambacho tunahitaji kutumia kinapanda. Mazao yanatoka mbali mpaka yafike sokoni, lazima mafuta yahusike. Na kwa sababu hiyo kweli hali hii kwa kweli inatuumiza, na hatuna namna. Tunaomba Mungu tu atuwezeshe, na serikali yetu ikiwezekana watupunguzie kodi, maana wanaagiza mafuta kutoka katika nchi za wenzetu, na kwa sababu ya hali ya vita pengine wakipunguza baadhi ya kodi, pengine labda hali inawezekana ikawa nzuri. Kwa abiria sasa, anapokuja abiria unapomwambia, kwa sababu kutoka hapa mpaka Mwananchi tulikuwa tunaenda kwa shilingi buku, yani shilingi 1000. Leo hii abiria unamwambia na kutoa hapa na kupeleka unapofika kituo cha Mwananchi kwa shilingi 2000, anakuwa nakataa. Lakini ni changamoto ambayo sisi tunaipata barabarani, kwa sababu kitoka hapa kipindi cha barabara ambayo ilikuwa imetengenezwa vizuri, ilikuwa imekonguliwa, imewekwa tulikuwa tunatoka hapa na dakika 5, kwa hiyo ile buku
sisi mteja kwa sisi kutupa buku haituumi, ila sasa hivi kwa tabu nayo tukitoka hapa mpaka Mwananchi tunatumia dakika 15. Umeona barabara ni mbovu, ni haifai. Kwa majina naitwa Shabani Msonde, ni dereva wa pikipiki. Kwa asali ya mafuta kupanda bei imetuletea changamoto kubwa sana, kwa sababu hapa sasa hivi abiria unaweza ukambeba, labda ukimwambia kwamba mafuta yamepanda bei, kwa sababu kwa ruti ya 1000 itatakiwa twende shilingi 2000 kutokana na mafuta jinsi yalivyopanda. Sasa kuna wengine wanakubali, kuna wengine wanakataa. Kwa hiyo kikubwa ni changamoto, sababu abiria wengi tunawaacha, wachache wanapanda. Kwa hiyo ni athari kubwa sana. Umeona? Kwa hiyo yani kiukweli hali imekuwa mbaya sana. Sisi bei, kwa kuwa mafuta yamebadilika na sisi bei imebadilika bei, kwa sababu kwa ruti 1000 uwezi ukaenda, kwa sababu ukichangia barabara ni mbovu, mafuta yenyewe yako juu sana. Umeona? Kwa hiyo sasa inabidi tu na sisi tupandishe bei, hamna jinsi, kutokana na hali ilivyo. Kwa muelewa ataelewa kutokana na hali ilivyofikia. Umeona? Asiye kwa muelewa basi atatembea kwa miguu. Ushauri tu kwa serikali, wangeangalia ili swala kwa umakini, wakakaa chini wakatathmini, kwa sababu maisha sasa ni magumu sana. Umeona? Kwa hiyo waangalie wananchi wao wanaishi vipi. Umeona? Kutokana na hali, kwa sababu kila kitu kinaenda na usafirishaji. Umeona? Kwa hiyo serikali ingekaa chini kaangalia tunawasaidiaje wananchi wetu. Sasa asilimia kubwa vijana sasa hivi ndio tunaendesha pikipiki. Umeona? Kwa hiyo ingeangalia jinsi gani hata angalau wafanye mpango mafuta yashuke kidogo bei. Kwa majina yangu mimi naitwa Alex D. Mole, ni mkazi wa Olgilai, kata ya Sokontu. Kwa kweli mafuta tukiwa kama abiria tunaopanda vyombo vya usafiri yamekuwa ni changamoto kwetu, kulingana na bei za nauli tunazochajiwa. Wakati mwingine kulingana na hali ya uchumi ya maisha tunayopitia, kwamba kipato tunachoingiza ni kidogo ukilinganisha na bei za nauli tunazopanda, inakuwa inatukosti kimaisha sana. Kwa hiyo tungependa kwamba kilio chetu kwa serikali yaangalie kwamba kwa namna gani at least mafuta wangeangalia wanatatuaje changamoto hiyo, hata kwa punguzo la bei, ili bei za nauli ziendelee kuwa rafiki kwa maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu wakati mwingine kuna wengine wanaona ni sawa kulingana na vipato vyao vya kimaisha, lakini kuna wengine wanaingiza vipato chini sana, kiasi kwamba inamlazimu hata yule msafiri basi wakati mwingine atumie miguu yake kama sehemu ya usafiri. Kama mnavyotuona hapa, sisi ni bodaboda hapa Mabatini. Sasa hizi kazi zimekuwa ngumu kweli, kulingana na bei za mafuta kuwa juu sana. Na hizi bei za mafuta zimefanya abiria ni wengi wakatukimbia, kwa sababu na sisi pia tumepandisha bei za nauli. Pale ambapo tulikuwa tunaenda kwa shilingi 2000 imetugharimu tuende kwa shilingi 3000 mpaka shilingi 1000. Na hii leo mafuta yamepanda tena. Hapo awali tulikuwa tunanunua mafuta 2900. Hapa katikati tumenunua 3995. Sasa hizi mafuta yamefika 4000 na point na kama 15. 4200 naona wenzangu wananisaidia hapa. 4247. Kwa hiyo imetufanya na sisi kazi zetu na za uchumi zimekuwa ni ngumu na zimeshuka kutokana na nini? Abiria wengi wametukimbia, kama unavyotuona hapa tumekaa na pikipiki zetu zimekaa hapa ziko kwenye foleni, lakini abiria wengi wamekimbia kwenye bajaji kulingana na hali ya nauli kuwa juu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, tunaishauri hata serikali angalau labda ipunguze kodi. Kama mwenzangu naye anapoeleza apunguze nini? Kodi kwenye mafuta, ndio ipungue ndio mafuta yasiendelee kupanda. Kama mwenzangu anavyosema hapa wapunguze, anashauri serikali ipunguze kodi za kuingiza mafuta ili mafuta yaweze kupungua bei, kwa sababu kodi ya mafuta ikipungua ina maana na hata wafanyabiashara itawafanya kupunguza bei za mafuta. Tuko hapa Mabatini bodaboda. Asante.